Karibuni tutafakari neno la Mungu ambalo tumesikia katika misa hii takatifu. Tunapoenda kuhitimisha sasa safari yetu, hija yetu mahali hapa patakatifu, ambapo kwa hakika kila mmoja wetu anarudi nyumbani akiwa amejichotea neema. Ndugu zangu, wakati wa semina tulishirikishana kwa pamoja, tukatazama mambo ambayo yanapasika kutufanya tumaini letu liendelee kuwaka. Tukaona ni zile ahadi za Kristo, kwamba ahadi hizo zitufanye tuendelee kupigana, tuendelee weka juhudi kusudi tuweze kuzifikia. Maana ni nzuri sana, zinanena mambo mema sana. Ndiyo kupata uzima wa milele, ndiyo kusamehewa, ndiyo kufufuliwa siku ya mwisho, ndiyo kuungana na Kristo, ndiyo kukaribisha ufalme wa Mungu katika maisha yetu. Kumbe hizo ndizo sababu ambazo zinatufanya tumaini letu liendelee kufanyaje? Kuwaka. Hata ukikutana na kitu ambacho kinakutetelesha, kumbuka ahadi iliyoko mbele yako, kwamba kwa ahadi hizi hapana, sipaswi kulegea katika kutafuta kuzifikia ahadi hizo za Kristo, na kwamba tunaona kwa vile hatuwezi peke yetu, tunakimbilia vile vile msaada wa malaika, msaada wa watakatifu, na kwa namna pekee msaada wa Mama Bikira Maria. Hivyo tunavyosali mkombee mzazi mtakatifu wa Mungu, tujaliwe ahadi za Kristo. Kumbe kila mara tuzitafakari ahadi hizo na kutubidiisha sasa kuendelea kupiga mbio, tukitumia njia hizo mbalimbali ambazo mojawapo ni kuhiji. Sasa katika maandiko matakatifu, ndugu zangu, tunajulishwa au tunaangaziwa mambo ambayo tumaini letu linaweza kuteteleka ama kuteteleshwa, mambo ambayo yanaweza kutetelesha tumaini letu. Jambo la kwanza, ndugu zangu, ni kukosa moyo wa msamaha pale tunapokuwa tumetendewa mambo ambayo hayafai, tunapokuwa tumeumizwa katika maisha. Tumaini letu huwa linateteleka, na hapa tulipo kila mmoja wetu kwa hakika amewahi kukosewa. Sasa tunapokosewa huwa inauma kweli, inauma, inatuguma. Sasa tunaalikwa kuwa watu wa msamaha. Tumesikia katika somo hilo la kwanza kwamba Mungu anawaagiza hawa watu wa Israeli kwamba mwaka wa jubilei ni mwaka wa kusamehe, mwaka wa kusamehe. Tuko katika jubilei hii, tunatakiwa kusamehe. Tunahitaji kuwasamehe wale waliotukosea. Na mmoja wetu aliomba ufafanuzi zaidi juu ya sala ya Baba Yetu, na katika kuitafakari tukaona yapo maombi 7. Sasa ombi moja wapo ndio hilo kwamba utusamehe makosa yetu
kama na sisi tunavyowasamehe waliotukosea. Msamaha, kutoa msamaha kuna